Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Alama Global Powerhouse Media, karibu katika kipindi pendwa cha habari na uchambuzi. Kwa siku hii ya leo tunakuangazia jambo ambalo limeweza kushika vichwa vya habari na kuibua hisia za watu wengi sana na mitazamo tofauti tofauti, na sisi kama Alama Global tukaona sio vema tukae wachoyo kutokupa vitu vizuri kabisa. Leo tutakuwa na wachambuzi nguli na wa masuala ya siasa, jamii pamoja na uongozi, Mheshimiwa Profesa Heri Sanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya falsafa na uongozi, na Alex Momtobe ambaye ni mtaalamu wa siasa za kimataifa pamoja na ni mchambuzi pia wa masuala ya vita vya kimkakati. Mwanzo mwisho utakuwa na mimi Godfrey Msinjiri. Kumekuwa na hili swala ambalo limeweza kutrend huko mitandao ya kijamii linalomhusu naibu kuweza kupata upinzani akiwa katika maadhimisho ya miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Hili swala la wananchi kumletea upinzani, je, kwa nini wanafikia hatua ya kufanya maamuzi hayo kama kiongozi wao bila kumsikiliza? Sio kwamba walikuwa hawajamsikiliza, walikuwa wanamsikiliza na walimsikiliza. Nafikiri alizungumza maneno mengi, lakini pia sio kuzungumza tu, alifikisha kile ambacho kilikuwa kimemleta pale, kwa sababu ile ilikuwa ni event, ilikuwa ni tukio ambalo liliandaliwa, ni maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Sasa na yeye pale alialikwa kama mgeni mwenye heshima, yani wanaita mgeni mheshimiwa au mgeni mwalikwa katika lile tukio. Ukizingatia pia naibu waziri ni mwimbaji ambaye alikuwa ni sehemu ya waimbaji ambao walipaswa kuimba pia, lakini na kuweza kuzungumza mawili matatu. Tulimshuhudia aliimba, lakini pale ambapo walionyesha kwamba anaingiza kitu ambacho ni tofauti na watu walioko mahali pale wamekikusudia, wakaonyesha hisia zao. Ni kawaida kabisa kwenye jamii kwamba mtu anapokuwa hajafurahishwa na jambo lolote lile ambalo unakuwa umelifanya kwa huo wakati, anaonyesha hisia zake kwamba hiki sijafurahishwa au hiki nimefurahishwa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida. Sawa, hao ni mtazamo wake huyo kutoka kwa Mheshimiwa Alex Momtobe. Kwako Profesa Heri Sanga, hili swala la wananchi kuweza kupuuzia ama kumletea upinzani waziri, hili swala kwako limekaaje? Kwa nini unapenda kupuuza au kubeza hisia za watu kwanza? Wewe kwa nini unasema kupuuzia? Yaani hapa weka vitu 50. Unaelewa? Kulikuwa mheshimiwa, kulikuwa watu, kundi la watu. Kila mtu ameonyesha ujumbe. Unajua kihistoria hili jambo sio kwamba ni mara ya kwanza kutokea. Na sio baya kama watu wanavyolichukulia. Kwa sababu ukiangalia duniani tumeshuhudia kipindi kile kwa mtu kama George Bush wakati wa vita vya Iraq. Watu walimzomea, walikuwa wanampiga, hadi kupigwa kwenye baadhi ya makongamano na mikutano. Rais wa nchi, sio waziri, rais wa nchi. Emmanuel Macron wa Ufaransa tumeshuhudia mara kadhaa amezomewa na kukataliwa kabisa. Lakini tumeshuhudia tena kwa Theresa May kipindi kile hapa Uingereza kama unakumbuka. Lakini kwa Boris Johnson waziri mkuu wa Uingereza naye vile vile imemkuta kitu kama hicho. Sasa wananchi wanapofikisha hisia za kwao, hatupaswi kuona kana kwamba wananchi hawafai au wajinga waelewi. No. Kumbuka kiongozi anatokana na wananchi. Moja ya sifa ya kuchagua kiongozi, unapaswa uwe na akili timamu. Unaelewa? Kama amekuweka wenye akili timamu, maana yake wengi katika hao wenye akili timamu wako kule, ila anatoka miongoni mwenu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unapofika kipindi wanafanya hili, lazima ujiulize kwa nini jana hawakufanya, why leo? Umeelewa? Kwa hiyo swala kama hili, mimi nadhani swali la msingi ulipaswa kuniuliza kwamba nini kifanyike ili tukio kama hili lisitokee. Kwa sababu wale watu wenye akili timamu wameenda pale kunywa na kustarehe na kufurahi, lakini kiongozi wao ambaye wamemweka madarakani, uliona hata Donald Trump hapo katikati ndio amewekwa madarakani na wananchi, lakini bado watu waliandamana. Kama tumekuweka madarakani ufanye kitu fulani na ufanye kile ambacho kwa hicho tumekuweka, lazima watu wafike kipindi wafanye nini? Waone sio. Sasa wanaweza siwe na nguvu labda ya kidola na nini, wakawasilisha kwa mfumo usio sahihi. Nielewa. Ule
tunaita ni kufikisha ujumbe, lakini njia ile sio nzuri. Sasa tunachopaswa kutengeneza ni nini kifanyike. Kwa mujibu wa falsafa ya uongozi, likitokea tukio kama hili, hupaswi kulaumu wale, yani ukakaa upande mmoja, tukio litazidi kuwa maisha yote uongozi utakuwa na dosari, na mnaweza mkafika mkaanguka kabisa, kwa sababu unaweza ukajikuta mtu anaanza kupambana na kila ambaye anafikisha hisia zake. Sasa wewe umiliki akili za watu, kila mmoja ana hisia zake tofauti na mwenzake. Umenielewa? Kwa cha msingi tunapaswa kujiuliza zaidi, kwa nini wanafikisha kwa namna hii na nini kifanyike. Lakini kufanya hivi duniani kote ilifanyika, ila tunapaswa kuangalia historia inavyoonyesha viongozi waliokataliwa walifanyaje ili kuweza kurudi kwenye mudi. Na unafikiri hili jambo la kuweza kifanya wananchi katika siku hiyo, je, unafikiri njia sahihi ya kuweza kueleza malalamiko yao kwa kuto kumsikiliza kiongozi wao nini anataka kusema, na hisi ni njia sahihi ya kuweza kuwasilisha changamoto zao na malalamiko yao? Kwa mujibu wa ustaarabu wa kimaisha, tunaandika utaratibu kwa sababu tayari kuna mambo yanakuwa hayako sawa. Lakini cha kwanza kinachopaswa kuangalia ni ujumbe umefika. Umenielewa? Mtu akikuletea hela zako, hata kama nikurushia hivi, zimefika ni za kwako. Sasa hatuwezi kuhubiri au kutangaza kwamba njia hii ni njia salama. Hapana, sio njia salama. Hii ni taa kuonyesha kwamba tulipo ni mahala, tuko mahala hatari. Tunapaswa kufanya marekebisho. Kama tuna nia kufika mbele, hatupaswi kugombana na watu wanaotukosoa, hatupaswi kugombana na watu ambao wanaonyesha hisia zao. Mtu akishakuwa amegathirika, amechukia, atafanya namna nyingine ambayo yote ambayo kwa vyovyote vile utamkuta kwenye makosa kwa sababu ya kukosea. Lakini lazima uangalie katika kukosea kwake, mimi sehemu ya sababu ya kumfanya akosee. Sawa. Na tumai mtazamaji umezidi kupata yale ambayo yanazidi kuletwa hapa na wachambuzi nguri hawa na mahiri wa masuala ya uongozi pamoja na siasa. Kwako Alex Mwamtobe, unafikiri hii ni njia sahihi ya kuweza kufikisha changamoto zao kwa kutumia yaani naweza nikasema kutumia njia ngumu kuweza kufikisha malalamiko yao kwa viongozi wao? Nisi aliyofanya ni njia sahihi? Naam, ni njia sahihi kutokana na mazingira, kwa sababu ziko njia nyingi ambazo unaweza kufikisha ujumbe, lakini mazingira pia yanakulazimisha utumie njia ipi. Wale walikuwa ni jukwani. Sasa nimezungumza hapa mwanzoni kwamba umetoa kitu ambacho wao hawajakitarajia, hao hawajakipenda. Sasa hawasingeweza kusubiri kwamba waende nyumbani wakaandike barua, sio wakafanyeje. Ni lazima waonyeshe hisia zao hapo mahala ili ujue kwamba hawa watu hawajafurahishwa. Kitaalamu katika malezi wanasema unapomlea mtoto anapofanya makosa inatakiwa adhibiwe pale anapofanya makosa, ili ajue kwamba hili nililofanya nimekosea. Ni makosa makubwa. Mtoto amekosea asubuhi, unasubiriwa baba jioni, labda ufanye kwamba kanya sehemu ambayo haistahili, unasubiriwa baba jioni ndio uje umpige. Yule mtoto anakuwa amesahau lile kosa ambalo alikuwa amelifanya pale mahali, lakini akiadhibiwa huo wakati ambao amekosea, tayari anajua kwamba hili nililofanya ni makosa. Changamoto ya watawala wengi tulionao au viongozi wengi tulionao ni kwamba wanashindwa kusoma nyakati na mazingira. Kila jambo lina kinyume chake. Mtu akicheka kinyume chake ni kulia. Sasa wakati anapocheka pengine ulifurahi, anapolia ujue kwamba ni wakati ulikuwa umewadia wa kulia. Sasa viongozi wengi wanapenda sana kushangiliwa, wakisahau kwamba kuna kinyume chake cha kushangiliwa. Kinyume cha kushangiliwa ni kuzomea. Maana yake kwamba ukifanya vizuri unasifiwa, unashangiliwa. Ukikosea unazomewa. Ukishangiliwa maana yake umefanya vizuri, wewe mwenyewe unajiona nimefanya vizuri. Ukizomewa tafsiri yake ni kwamba umefanya vibaya, unapewa taa ili upate muda wa kurekebisha. Sasa ule ujumbe waliokuwa wamefikisha pale mahali ilikuwa ni sahihi, kwa sababu yale mazingira yaliyolazimisha kufanya kile kitendo cha kufanya vile. Na sio yeye tu, naibu waziri, lakini hata Dulisax aliposhika maiki, alipojaribu kufikisha ujumbe wake, na yeye alifikisha ujumbe wake kwa njia salama tu, akawa anajaribu kutoa ujumbe ni watu gani ambao wameweza kumfikisha pale mahali alipofika.
lakini alipomgusia mheshimiwa waziri mwenyewe wa sanaa ambaye ni Makonda, naye pia alikataliwa, akalazimika kuomba radhi. Baadaye akaendelea na shughuli. Kwa hiyo sio kwamba labda wale watu walikuwa wamemchukia naibu waziri, no, walikichukia kile ambacho alikuwa amekitoa kwa huo wakati. Nafikiri sasa naibu waziri kuna kitu ambacho alikuwa amekipata kwamba hawa watu, yani aliingiza kitu ambacho hakikustahili kwa huo wakati. Kwa walikuwa sahihi tu na ni mazingira yaliyolazimu wafanye hivyo. Mtazamaji, ni yake hayo, amezidi kutupa ufafanuzi zaidi wa hiki ambacho tumekiweka leo mezani hapa. Maoni yako ni muhimu, endelea kutoa hapo, tutafuatilia kisha tunajua nini ambacho wewe unafikiria hapa. Na ni njia zipi sasa zingine sahihi, kwa sababu hii njia ambayo wameitumia imeonekana kuwa ni njia ambayo ni ngumu. Je, njia gani ambazo ni sahihi zaidi tofauti na mbinu ambayo wameitumia ya kuweza kugoma kusikiza kabisa yale ambao kiongozi kama kiongozi aliweza kuandalia kwa kuongea nao? Kama nilivyozungumza mtaalamu mwenzangu, hii swala halijaanzia hapa Tanzania. Hili swala lipo mahali pote duniani. Nakumbuka rais, nafikiri ni Mwinyi, aishawahi kufuatwa mpaka jukwani na jamaa mmoja hivi akarushiwa kofi kabisa. Jukwani kabisa. Ni kwamba yule mtu alikuwa anapeleka hisia zake. Sasa haya Tanzania hatujazoea, lakini kwenye nchi za wenzetu huko ni mambo ambayo yamezoeleka kabisa. Mtu anafikisha ujumbe wake kwa huo wakati. Nimezungumza hapa kwamba njia ziko nyingi, lakini pia zina mazingira yake. Ndio maana kuna njia za maandamano, tunaita maandamano ya amani. Watu wanashika mabango yao, wanafikisha ujumbe wao. Wanaomba kibali polisi, wanapewa kibali, wanafikisha ujumbe, wanaweza kaenda kwenye ofisi fulani, wakapandisha mabango yao juu, yale mabango yao yakasomwa na wale watu wakusudiwa, hatimaye wakachukua ule ujumbe wakaufanyia kazi. Ukiingia kwenye viwanja vya mpira utaona kama mfano kwa wenzetu kule, wanaweza kaamua kufikisha ujumbe wao wakavaa jezi ya aina fulani, au wakaamua tu kwamba wakati labda wanaingia wao wakasimama tu, au wasishangilie kabisa mpaka mechi inaisha. Wataenda uwanjani ndio, lakini kuna ujumbe ambao wataufikisha kuonyesha kwamba hiki kinachoendelea wao hawajafurahishwa. Kwa hiyo njia ziko ni aina mbalimbali, lakini hizi njia zinafuatana na mazingira. Mtu anafikisha ujumbe wake kutokana na mazingira. Ni mazingira gani yatamsababisha afikishe ujumbe wake? Ndio maana nimewekea mfano hapa kwamba ile njia inaonekana ni ngumu ndio, lakini kwa ule wakati ilistahili, kwa sababu ilipaswa ile event iendelee. Na ndio maana nimesema yule mheshimiwa sio kwamba hakuendelea. Wale watu walifikisha ujumbe wao, yeye alifikisha ujumbe wake na wao wakafikisha ujumbe wao. Mwisho wa siku kila mmoja akaelewa mwenzangu anahitaji nini, mzigo ukaendelea. Kwa hiyo kwa yale mazingira ili lazima wafanye vile, lakini yangetokea mazingira mengine basi pengine tungeona wameshika mabango barabarani, au tungeona wamefanya mgomo. Kuna migomo inaitwa migomo baridi. Mwalimu anaweza akaenda shuleni, anawahi kila siku shuleni, afundishi, unaitwa mgomo baridi. Kwa hiyo kufikisha ujumbe kuna njia tofauti, lakini kinachomata ni mazingira. Ni mazingira gani yanakusababisha ufikishe ujumbe wa aina fulani. Asante sana kwa hayo ambayo umetueleza hapo. Kwako Profesa Heri Sanga, na ni njia zipi sahihi ambazo zitumike tofauti na njia ambayo imetumika huko kueleza changamoto zilizopo ama kutoridhishwa na jambo fulani? Unafikiri njia zipi zitumike zaidi hapo? Unajua, historia ni mwalimu mzuri sana ambaye anafaa sana kufuatwa, na ukibeza historia unakuwa unatafuta njia yako, unatengeneza njia nyingine. Nayo ni historia unaandika. Inaonekana wanadamu ni wale tangu zamani zile. Kwa njia sahihi ya kuweza kurudisha au kufanya jambo likaisha, kwanza watu wanapaswa kusikilizwa. Unielewa? Tunaona kwa mfano Franklin alichokifanya baada ya mdololo wa kiuchumi, kifedha na nini, alikuwa anachukiwa sana na watu wengi. Alichokifanya baada ya hapo, alianza kutengeneza mijadala ya kitaifa, umoja wa kitaifa na yani mjadala wa pamoja wa kitaifa. Taifa likarudi kuwa kitu kimoja. Emmanuel Macron wa Ufaransa, hata kama hajaingia kwenye mula wa pili huu, wa kwanza wamekutana na kitu kama hicho. Unajua kuna mtu anaweza akafika akaiona kama CCM ni chama ambacho kinachukiwa sana na watu wengi. Sikiliza nikwambie kitu, mwandishi wa habari.
na mtazamaji anayetusikiliza, vyama vya siasa havina matatizo, wenye matatizo ni watu. Unaweza ukashangaa chama kile kile, kiongozi yule yule, iko siku watu wanamshangilia na kumpigia makofi. Watu hawaichukii CCM wala hawamchukii labda Mwana FA au hawamchukii Makonda, wanachukia yale ambayo chama kimefanya. Maana yake cha kwanza ni kujua kwa nini watu wanachukia, kwa sababu hawajaumbwa kuwachukia na hawajaanza mipango muda mrefu. Maana yake kuna kitu ambacho kinatakiwa kibadilike. Usipobadilika au wasipobadilika, ule ujumbe utakapokuja au nyingine hautakuwa level hii, utakuwa double. Umenielewa? Unakuwa double. Sasa wahenga walisema mwenye kima akikosea anachutama. Unapaswa uangalie, maana huna uwezo kuadhibu. Sasa kama ukumbini utaadhibu kina nani? Watu wa ukumbini utaadhibu kina nani? Kwa cha kufanya kwanza, uanze kusikiliza watu wanataka nini, wale watu wanataka nini. Cha pili, wanapaswa kutengeneza mazungumzo yanayoleta Tanzania pamoja. Cha tatu, wanapaswa kujitazama ni wapi tulipofanya kuwakwaza watu. Halafu baada ya hapo wafanyie kazi hayo bila kupambana na watu. Unanielewa? Ukishaanza kupambana na watu unapoteza kitu cha msingi. Kumbuka sasa hivi hii tayari ni 26 inaisha hivi. Tunaenda 27. 30 inafika, sio mbali. Uchaguzi unaingia. Watu bado wana hasira. Kumbe cha kufanya sasa hivi ni kutengeneza, ni kitu kizuri sana, kwa sababu kama mnasikia maridhiano kukaa na kujadili masuala ya watu, kwa sababu masuala ya watu ndio yanayoumiza. Wale wanaofanya yale sio wanasiasa, ni wananchi walioumia, wanaonyesha hisia zao. Sasa hata ukiwadanganya kwa namna gani, wananchi wahitaji hotuba nzuri, wanahitaji mabadiliko yatakayobadilisha maisha yao. Sasa hotuba ikiwa nzuri alafu bado inaumiza maisha, kesho watakuja kwa kivingine. Unajua unaweza kumdanganya mtu lakini sio kila siku. Sasa ukijua kosa ulilofanya, utahitaji hekima ya kuweza kufanya nini, kulitatua. Nilipokuwa nafanya kozi yangu ya uongozi kwa level ya PhD, profesa aliwahi kunifundisha kitu kimoja. Akasema utakapokuwa kiongozi usidhani nyakati zote watu watakupigia makofi. Kuna wakati hata wafanyakazi wanaweza kukuona wewe ni kama mwenda wazimu hivi. Cha kwanza, usianze kuwachukia. Anza kuona kile uhusika wao. Je, wako sahihi? Ukitambua kama wako sahihi, angalia mahali utakapoegemea na kurudisha imani yao kwako na kurekebisha. Ukiendelea kushikilia ule msimamo wako, utapoteza wengi, na kama ni kiongozi wa nchi, mwisho wa siku utaacha mgogoro mkubwa na chuki na malumbano, kitu ambacho sio sahihi. Kwa jibu la moja kwa moja nini kifanyike ni kusikiliza maoni ya watu, hisia za watu, kutengeneza mjadala wa pamoja kitaifa na kufanya mambo ambayo sio propaganda tena. Sawa. Kwa hilo ambalo limeweza kuletwa huku onekana ni kwamba tayari wananchi wanaonekana kutoridhishwa na uongozi uliopo madarakani. Sasa jambo hili linaathiri vipi maendeleo, kwa sababu kama tayari kiongozi, wananchi hawako tayari njia moja na kiongozi wao kwenye maendeleo za kuleta athari. Je, ni athari zipi ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na kitu ambacho kimeweza kujiri? Kwako Alex Mwamtope. Nimezungumza toka mwanzo. Unajua viongozi wengi wanafeli, hasa wa kwetu kwa Afrika. Ni kwamba kitu cha kwanza naamini kwamba anapaswa kupendwa na watu wote, kitu ambacho hakiwezekani hata kidogo. Unapokuwa kiongozi lazima ujifunze cha kwanza kuongoza wanaokupenda na wasiokupenda. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika historia yake alikuwa anapenda sana kwenda vioni kwa ajili ya kuchukua maoni. Anaita wanavyuo, anafanya mijadala yao. Nafikiri hapa tunatokeje? Mnadhani tunaweza tukachomokeje hapa? Mtu wa kwanza akinyosha mkono akikuta anamunga mkono,
yani anatoa hoja zile ambazo yeye ndio anazitoa, alikuwa anamstopisha kwamba wewe usiendelee. Kwa nini? Aliamini kwamba huyu hana kitu cha kunisaidia. Lakini yule aliyekuwa anaenda kinyume na yeye, yani yuko opposite naye, alikuwa anamsikiliza kwa kina zaidi, kwa sababu alijua kabisa huyu ana kitu ambacho mimi sina, maana yake anaweza akanisaidia kutoka hapa nilipo kuelekea mahali pengine. Ni bahati mbaya sana kwamba kwa nyakati hizi hatuna viongozi wa aina ile. Kiongozi akipingwa anaamini kwamba yeye ndo anachukiwa na anamfanya yule mtu anayempinga kama ni adui. Kumbe yule mtu angempa nafasi ya kumsikiliza, angeweza kumsaidia ni namna gani atoke pale mahali alipokwama akaelekea mahali pengine. Kwa hiyo viongozi wanapaswa kukubali kwamba wale ni binadamu pia, hawawezi wakaongoza kama malaika. Kuna namna wanakosea. Sasa kama wanatoa kipaumbele zaidi kuwasikiliza machawa ambao wao kazi yao ni kusifu, hawawezi kuwasaidia kutoka pale mahali ambapo wanakwama. Kwa ni vyema zaidi wakajaribu kuwapa nafasi wale ambao wanafikiri wao ni wapinzani wao, wanafikiri wao wanawachukia. Hawa watu wanaweza kawa na kitu ambacho kinaweza kikawasaidia kutoka pale ambapo wao wamekwama kuelekea kwenye hatua nyingine ambayo ni nzuri. Sababu hii nchi ni ya kwetu sote. Wote sio watazomea, sio watafanyeje, wote lengo lao ni moja tu, kuhakikisha kwamba nchi inafika. Lakini ukikuta wanafikisha ujumbe kama nilivyozungumza kwamba kufikisha kwa namna ile, viongozi wanapaswa kukaa chini na kujiuliza ni wapi ambapo sisi tumekosea, ambapo hawa watu wameshindwa kutuelewa. Wakisha kupapatia majibu, itakuwa ni rahisi kuchomoka kuliko tu wakashupaza shingo wakaona kama, kwa sababu baada ya hiyo siku nikaona watu fulani ambao waliingia kwenye mitandao, nafikiri ni watu wenye uelewa mdogo, mimi naweza nikawaita wao, wakasema kwamba kuna baadhi ya vyama vya siasa vimewanunua watu, vimewapeleka mle ili wakaweze kuzomea. Sasa utajiuliza maswali kidogo tu kwamba badala ya kuonekana kama wana viponda vile vyama vya siasa, wanaweza kawa wanasaidia kuvipa nguvu. Kwa sababu mimi nilikuwa naangalia live ile tukio, ni karibu kumbi mzima ulikuwa umezomea. Sasa ukitaka kuniambia kwamba wale watu ambao walikuwa wote mle kwenye ukumbi wale ni chama kimoja, tafsiri yake kwamba hii nchi sasa inaongozwa na chama kimoja na tena ambacho hakiko madarakani. Kwa ni hoja ambazo ni hoja mfu, ni hoja ambazo ni dhaifu. Ni viongozi tu wanapaswa tu kujiondoa kwenye ule ufahamu, au kwa wale machawa ambao wao wanaegemea kusifia tu, waingie kuwasikiliza hata watu ambao wanafikiri wana mawazo tofauti, wanaweza kawasaidia kutoka hapa mahali walipo. Sawa. Na kwa mtazamo wa kawaida ya kile ambacho wananchi wamekifanya ni kwamba demokrasia imeonekana ni haikidhi vile vigezo vilivyopo. Je, hali ya demokrasia ikoje sasa kwa upande wa Tanzania, mpaka wananchi kwa kutumia zile njia za amani umeona sio njia sahihi bali kutumia njia ngumu kama ile? Hali ya demokrasia ikoje kwa Tanzania? Kwako Profesa. Swala la demokrasia Tanzania liko wazi. Demokrasia ipo na ndio maana mpaka leo wanasema nchi ya vyama vingi. Lakini utekelezaji wa kuitekeleza demokrasia iko kwenye makaratasi. Kwenye makaratasi ni nchi ya vyama vingi na vyote vimesajiliwa. Lakini kwenye uhalisia ukija kwenye utendaji unaona kuna ukiritimba. Unajua mimi nimejifunza kitu. Ndio maana nimezungumza watu hawaichukii CCM. Na wana CCM naomba wanielewe kuanzia daraja lolote lile. CCM ni moja kati ya chama cha Watanzania. Wakati Rais Magufuli anaingia madarakani alikutana na upinzani mkubwa sana 2014, 15, anaingia 16 anaanza uongozi wake akiwa madarakani. Miezi mitatu ya kwanza alichukua karibia sera nyingi sana za Chadema kama nakumbuka wakati ule. Alianza kusema Watanzania walikuwa wanalalamika kama nakumbuka shirika la ndege limekufa, akachukua ile sera akaenda kununua mandege. Wakawa tulikuwa tunalalamika Tanzania reli, akaenda kufufua kapiga na SGR. Tunalalamika umeme ulikuwa katika kila siku. Baada hapo tunalalamika kila siku umeme unakatika. Alichokifanya Magufuli kwanza katika utawala wake umeme ulikuwa ukatiki. Akafunga hizo za majenereta nini, umeme ukaona unawaka kila siku. Watu walikuwa wanalalamika kuhusiana na foleni barabarani.
akatoa mizigo mingi bandari kana pita kupitia leni na barabara zikawa ziko wazi. Nakumbuka mpaka baadhi ya viongozi wa upinzani wakubwa, kama sikoseni, kama ni Mbowe naye aliwahi kusema kama upinzani, kama rais alikuwa anafanya hivi hakuna haja ya upinzani. Alipokuja mbele, alipoanza kuharibu huko mbele na kwanza kukamata wapinzani kufanya weka huko, ile ndio ikaanza kufanya nini? Kwanza alianza ile 2019 ile kwenye uchaguzi serikali za mitaa kule ndio alianza kuvunda, lakini 16 mbona Afrika nzima iliitika kwanza kusema tunataka tupige mfano wa Magufuli. Unakuja kwa Rais Samia kama rais wetu alipoingia kuchukua dola kama rais mkuu wa nchi au kama mkuu wa nchi mwaka 2022 na 21 ile, baada ya mheshimiwa rais kufa mwezi wa 3 ule, alipotangazwa kuwa rais, cha kwanza alichokifanya aligundua ni mambo gani Watanzania walikuwa wanamchukia Magufuli. Umenielewa? Kwa sababu kwa Magufuli kulikuwa na changamoto za siasa. Mikutano ilifungiwa, akafungua. Watu wa kina Lissu walikuwa nje wamekimbia kwa ughaibuni, akawafungulia. Watu wakasema mama si ndio huyo, rais si ndio huyo. Hakuna mtu aliye kunyanyua mdomo kwanza kumpiga mawe ya maneno. Maana yake ilikuwa ni CCM ile, lakini utendaji ulikuwa umebadilika. Alipokuja huku mbele sasa 2019 2024 kwenye serikali za mitaa, ingawa kuanzia nyuma kelele zilikuwepo, lakini rasmi kwanza watu kusema tumepotea ni 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Uwezo ukawaambia watu leo hili jambo ni sahihi wakati watu wanajua. Umenielewa? Akaanza kukutana na upinzani lakini uchaguzi ungefanyika mwaka 2021, Rais Samia angeshinda kwa kura nyingi sana wakati wapinzani wote wako ndani na bila kelele. Umenielewa? Kwa hiyo chama hakichukiwi. Mimi nimeshuhudia CCM hiyo haichukiwi sana kama watu wanavyochukulia, lakini ni kitu gani CCM inawafanyia watu ndio kile kinapimwa. Kwa cha kufanya ni wao kuangalia kwamba sisi tufanye nini. Sio, umenielewa? Sisi tufanye nini kwa nchi hii. Hata Chadema, sio mwana Chadema, watu wanasema inapendwa, sio inapendwa, ipewe nchi hata saa hii moja ikifanya kitu ambacho kinawaumiza wananchi hawashikili chama, kisinagusa maisha yao, nani ataenda kushika wakati anaingia hasara? Kwa haitajiki maneno, yanahitajika matendo, kama Samia alivyofanya kwenye kuwafungulia wapinzani wakati ule. Tukaona kina Lema anarudi, akina Mbowe wanarudi, na watu gani wanarudi. Mbowe mwenyewe alikuwa Canada, alikimbia Mbowe nchi kipindi cha Magufuli. Kwa hiyo watu wengi waliokimbia aliwarudisha, tukaona kabisa kweli mama amekuja. Kwa hata sasa kuna wakati, kuna mambo wanapaswa kuyafanya, sio kuzungumza, sio kuahidi, wanahitaji kufanya ili watu warudishe imani upya. Sio kubadilisha chama kama ilivyokuwa 5 sio kwenda hivi, ni kubadilisha matendo. Asante sana mtazamaji, tunasema asante kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi tangu tulipoanza na sasa tunaenda kufikia tamati. Na tumejifunza vitu vingi, na kikubwa ni maoni yako mtazamaji, kile ambacho umeweza kukisikia hapa. Mwanzo mwisho kwa mimi Godfrey Msinjili, kwa sasa tukutakie wakati mwema. Usisahau kulike, kusubscribe ili uwe unapata taarifa zetu. Tukutakie wakati mwema.